Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, nakukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Kwa nini maneno 7 ya Yesu msalabani ni muhimu kwako leo? Karibu ufuatane nami katika mada hii muhimu kuhusu maneno 7 aliyosema Yesu Kristo akiwa msalabani na umuhimu wake kwa maisha yetu ya leo. Maneno 7 ya Yesu msalabani ni ujumbe mzito ambao haukuishia pale Golgotha. Ni dira ya kimaadili na kiroho kwa kanisa na jamii yetu ya leo. Kila neno lina mguso wa kipekee katika changamoto tunazozipitia sasa. Ufuatao ni ufafanuzi wa maneno hayo na umuhimu wake kwa maisha ya leo. Neno la 3 alilosema Yesu akiwa msalabani. Yesu akasema, "Mama, tazama mwanao." Kisha akamwambia yule mwanafunzi, "Tazama mama yako." Yohana 19 mstari wa 26 hadi ule wa 27. Neno hili ni neno la 3 alilolisema Yesu akiwa msalabani. Huu ni wakati wa kugusa hisia ambapo Yesu licha ya maumivu makali anaonyesha upendo na uwajibikaji kwa mama yake. Yesu yuko msalabani akikaribia kifo. Chini ya msalaba wamebaki watu wachache sana. Mariamu mama yake, mwanafunzi aliyempenda aliyeitwa Yohana na wanawake wengine wachache. Wanafunzi wengine wengi walikuwa wamekimbia kwa hofu. Katika mazingira haya, Yesu anamwambia Mariamu mama yake, "Mama, tazama mwanao." Na kisha akamwambia Yohana, "Tazama mama yako." Hapa kuna mambo ya kuyaangalia na kuyafahamu vizuri. Kwanza, ulinzi wa kifamilia. Katika utamaduni wa Kiyahudi, mtoto wa kwanza wa kiume alikuwa na wajibu wa kisheria na kimaadili kumtunza mama yake baada ya baba kufa. Yusufu au Yosefu, mume wa Mariamu, hatusikii akitajwa hapa. Inaaminika kuwa alikuwa ameshatangulia mbele za haki. Kwa kukabidhi jukumu hili kwa Yohana, Yesu anahakikisha mama yake yuko salama. Anahakikisha mama yake hatabaki pweke, hatabaki bila msaada. Tazama mama yako. Kwa nini Yohana anatajwa hapa na si nduguze Yesu? Biblia inataja kuwa Yesu alikuwa na ndugu kama Yakobo na Yuda, lakini wakati huo hawakuwa wamemwamini bado, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 7 mstari wa 5. Hivyo Yesu alimchagua mwanafunzi wake wa karibu ambaye alikuwa naye pale msalabani ili kuanzisha familia mpya inayounganishwa na imani badala ya damu tu. Najua wakati mwingine ndugu si lazima wawe watu mliozaliwa tumbo moja. Mtu au watu unaoshirikiana nao na kusaidiana nao ni ndugu zako. Ni familia mpya hiyo. Tena wanaweza kuwa msaada mkubwa kwako kuliko ndugu mliozaliwa tumbo moja. Maneno "tazama mama yako" yana ujumbe mpana. Yesu anaunda jumuiya mpya. Kwa kumfanya Yohana kuwa mwana wa Mariamu, anaonyesha kuwa katika ufalme wa Mungu
waumini wanakuwa ndugu na jamaa. Upendo wa kujitoa wa Yesu. Hata katika saa yake ya mateso makuu, Yesu hafikirii maumivu yake mwenyewe, anafikiria mahitaji ya wengine. Huu ni mfano wa juu kabisa wa huruma. Utii wa Yohana. Unaposoma mstari ule wa 27 unasema, na tangu saa ile mwanafunzi yule alimchukua nyumbani kwake. Hii inaonyesha utii wa papo hapo na upendo wa dhati wa mwanafunzi kwa mwalimu wake. Tunajifunza nini katika neno hili la Yesu msalabani? Maneno haya ya Yesu yanatuhimiza wajibu wa kifamilia na kijamii. Yesu akasema, mama, tazama mwanao. Hapa tunahimizwa, tunapewa wito wa uwajibikaji na ulinzi. Katika jamii ya sasa iliyojaa mabadiliko ya kiteknolojia na mmomonyoko wa maadili, maneno haya ya Yesu yanatumika kama kikumbusho kwa mama, kikumbusho kwa mzazi yeyote kuwa makini na mwenendo wa mtoto au watoto. Ni wito wa kutazama si kwa macho tu, bali kwa uangalizi wa karibu, kuelewa changamoto za watoto, kuwalinda watoto dhidi ya shinikizo hasi za marafiki au mitandao ya kijamii. Na wazazi wataweza kutimiza wajibu huu wanapopata muda na wanapotengeneza muda wa kuwa na watoto wao, kuwa karibu na watoto wao, kufuatilia watoto wao, kujua changamoto zao, kuwa sehemu ya hisia zao, kuwapa miongozo ya karibu itakayowasaidia katika maisha yao. Mama, tazama mwanao. Tunajifunza jambo la pili hapa, uhusiano wa karibu na upendo usio na masharti. Mama, tazama mwanao inamaanisha kutambua uwepo wa mtoto kama kipaumbele. Mungu amekupa watoto. Watoto lazima wawe kipaumbele chako. Wewe ni baba, Mungu amekupa watoto hao, ni kipaumbele chako, wanapaswa kuwa kipaumbele chako. Wewe mama, Mungu amekujalia watoto wako ambao wanatafuta watoto. Watoto wawe kipaumbele chako katika ulimwengu ambao wazazi wengi wana majukumu mengi ya kikazi. Maneno haya yanasisitiza umuhimu wa muda bora, kumpa mtoto sikio na moyo wa kumsikiliza. Unasisitiza faraja. Mama, wewe mzazi, kuwa kimbilio la kwanza pale mtoto anapokutana na magumu ya ulimwengu. Kifalsafa, katika saikolojia ya malezi, kutazamwa na mzazi kwa jicho la upendo ndio msingi wa mtoto kujiamini na kujitambua thamani yake duniani. Kadiri mtoto anavyohisi kuthaminiwa, ndivyo anavyojengwa kuthamini watu wengine. Jambo la tatu, kurithisha maadili na utambulisho. Kifamilia, maneno haya ya Yesu yanamweka mama kuwa kioo na mwalimu mkuu. Ni mwaliko kwa mama kuona matunda ya malezi yake ndani ya mtoto na kuendelea kumwongoza katika misingi ya kiroho na kijamii. Inawakilisha nguvu ya mama kama nguzo inayounganisha kizazi kilichopita na kijacho. Kina mama, ni muhimu mfahamu thamani yenu. 4, utegemezi wa pande mbili. Leo maana hii imepanuka pia upande wa mtoto. Inamkumbusha mtoto kuwa mwana anayewajibika kwa mama yake, anayewajibika kwa wazazi wake. Inajenga mnyororo wa upendo ambapo mama au mzazi anamtazama mwana kwa huruma na mwongozo, na mwana anamtazama mama au mzazi wake kwa heshima na shukurani kwamba bila wewe mimi nisingekuwepo. Na hasa mzazi huyu anapoelekea uzee,
Leo tuna wazazi, wengine ni wazee, hawatunzwi na watoto wao. Maneno ya Yesu yanaturejesha kama watoto kutambua thamani ya wazazi tuliopewa na wajibu wetu wa kuwatunza. Yesu akasema, tazama mama yako. Maneno haya yaliyosemwa na Yesu msalabani kwenda kwa Yohana, mwanafunzi aliyempenda, yana uzito mkubwa sana katika muktadha wa kifamilia ya leo. Maneno haya yanaweza kutafsiriwa katika nyanja kuu 3 zifuatazo. Kwanza, uwajibikaji wa kiagano, tunasema covenant responsibility. Katika ulimwengu wa sasa ambapo mfumo wa familia pana, extended family, unalegea, tazama mama yako ni wito wa kurejesha ulinzi na matunzo. Inamaanisha kuwa na wajibu wa kimaadili wa kuhakikisha wazee hawabaki wapweke. Hili ni agizo la kuona mahitaji ya mzazi si kama mzigo. Wako watoto leo, wazazi wao wana mahitaji, wanawaeleza mahitaji yao, watoto wanaona ni mzigo. Tazama mama yako ni maneno ya mazito yanayokuja kwa watoto wote, vijana wote, wa kike na wa kiume, kutoyaona mahitaji ya wazazi wao kama mzigo, bali wayaone kama sehemu ya agano la upendo ambalo halifi hata mazingira ya kimaisha yakibadilika. Jambo la pili, mama kama nguzo na kiunganishi. Katika saikolojia ya kifamilia au saikolojia ya familia, mama mara nyingi ndiye anayeshikilia mfumo wa kihisia wa nyumba. Kumtazama mama leo inamaanisha kutambua mchango wake usioonekana, kuthamini kazi ya malezi ya mama na utulivu wa ndani ya nyumba ambayo mara nyingi haipewi thamani ya kifedha. Kujifunza ustahimilivu katika malezi ya kisasa. Kumtazama mama ni kama kutambua hekima yake ya asili inayoweza kusaidia kulea kizazi kipya katikati ya changamoto za utandawazi. Jambo la tatu, familia inayovuka mipaka ya damu. Yesu anatufundisha kuwa familia haiishi kwenye kuta za nyumba zetu. Inatutaka tujitolee kuwa watoto kwa wale kina mama au wazazi waliopo ndani ya jamii yetu wanaokosa msaada. Kwa ujumla, tazama mama yako leo ni wito wa kurudi kwenye misingi ya heshima, upendo wa dhati na utunzaji wa mzazi kama nguzo imara ya familia. Watoto wasitelekeze wazazi wao, kwani bila wao wasingekuwepo. Mapungufu ya mama au baba yako hayaondoi nafasi na haki yake au halali wake wa kuwa mzazi wako, kuwa baba yako au mama yako. Mungu akubariki. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha